Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mzee Edwin Mtei kilichotokea usiku wa kuamkia Januari 19 jijini Arusha. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wakutana kwenye jukwaa la kimataifa la uchumi nchini Uswizi kujadili masuala ya maendeleo ya kikanda. Na katika michezo, ofisi ya msajili wa michezo BMT yaendesha semina kwa wadau wa michezo juu ya maboresho ya sheria, ikiwemo kuanzishwa chombo cha usuluhishi wa migogoro ya michezo nchini. Hayo ni miongoni mwa yale machache ambayo tumekuandalia usiku wa leo. Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima. Naye kualika ni mimi Emmanuel Mwakapo, tena nitakuwa kusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Katika upande wa lugha ya alama ni Tito Makombe, na huu ni mwanzo. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mzee Edwin Isaac Mbiliewi Mtei kilichotokea usiku wa kuamkia Januari 19 mwaka 2026 jijini Arusha. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu, Rais Dr. Samia amesema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha mzee Mtei ambaye ni mmoja wa viongozi waliotoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa. Akizungumza kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba yake binafsi, Rais Samia ametoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki pamoja na wote walioguswa na msiba huo mzito. Rais Samia amemkumbuka marehemu Mtei kama mtumishi na kiongozi mahiri aliyetoa mchango mkubwa katika sekta ya fedha, mipango na uchumi wa taifa, akihudumu katika nafasi mbalimbali ikiwemo kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT kuanzia mwaka 1966 hadi 1974, ambapo alihusika kwa kiasi kikubwa katika kuweka misingi ya uendeshaji wa Benki Kuu na mfumo wa fedha nchini. Aidha, Rais Samia amesema mzee Mtei ataendelea kukumbukwa katika historia ya siasa za vyama vingi nchini kama mmoja wa waanzilishi wa demokrasia ya ushindani wa vyama, akiwa miongoni mwa waasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Rais pia ameeleza kuwa mchango wa marehemu Mtei utaendelea kuenziwa kupitia maandiko yake binafsi, hususan wasifu wa maisha unaoeleza safari yake ya maisha na uongozi katika kulijenga taifa la Tanzania. Rais Dr. Samia ameiombea familia ya marehemu faraja, nguvu na amani katika kipindi hiki kigumu na kumwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Edwin Mtei mahali pema peponi. Edwin Mtei amefariki akiwa na umri wa miaka 94 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mzee Mtei ambaye pia aliwahi kuwa waziri wa fedha na mipango alizaliwa Julai 12 mwaka 1932 Marangu, Moshi mkoani Kilimanjaro, ambapo kwa sasa msiba upo nyumbani kwake Tengeru, Arusha, ambako mipango ya mazishi inaendelea kufanywa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya sekta ya usafiri wa majini ili kupunguza msongamano wa uingiaji na utokaji wa mizigo pamoja na abiria wanaotumia bandari zilizopo Unguja na Pemba. Amesema kuimarika kwa sekta hiyo itasaidia pia kuinua hali za uchumi kwa mtu mmoja na taifa kupitia biashara na wasafiri na watalii kupitia njia ya baharini. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa kauli hiyo wakati wa uzinduzi wa boti mpya ya Kilimanjaro 9, uzinduzi uliofanyika kando ya bahari ya Hindi, eneo la Verde mjini Unguja. Usafiri wa baharini ni sekta muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu, ambapo zaidi ya 90% ya mizigo inayotoka na kuingia nchini inapitia baharini. Hivyo serikali itaendelea kuimarisha sekta hii kwa kuboresha bandari zote za Unguja na Pemba pamoja na kuongeza bandari mpya za kisasa kwa lengo la kuongeza huduma bora za usafirishaji nchini na kupunguza msongamano katika bandari zilizopo. Katika uzinduzi wa boti hiyo ya Kilimanjaro 9, Dr. Mwinyi ameonyesha kuridhishwa na uwekezaji unaofanywa na wawekezaji wazalendo
katika eneo la usafiri na usafirishaji kupitia njia ya bahari. Leo hii tunashuhudia mapinduzi makubwa katika sekta mbalimbali za biashara, ikiwemo sekta ya usafiri wa baharini, ambapo kampuni za kizalendo ndizo zinazoongoza kwa kutoa huduma bora za usafiri wa baharini wenye viwango vya kimataifa hapa nchini. Serikali itaendelea kushirikiana na wawekezaji katika kutoa huduma za usafiri wa baharini ili wananchi wa Zanzibar waweze kupata huduma za usafiri zilizo bora na kwa gharama nafuu. Mbali ya hayo, Dkt. Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amewataka wawekezaji wazawa kuzitumia fursa za uwekezaji zilizopo. Serikali itaendelea kuweka mazingira bora ya uwekezaji nchini na kutoa vivutio vya kodi na kuondoa urasimu. Akitoa maelezo kuhusu meli hiyo, afisa mtendaji mkuu wa Azam Marine Abubakar Azizi amesema Kilimanjaro 9 ina uwezo wa kubeba abiria 631. Meli yetu hii ya MV Kilimanjaro 9, The Dragon of the Sea, ni meli ambayo imejengwa kwa muda wa miezi 14 na kampuni inayomilikiwa na serikali ya China, Afai Southern Shipyard, iliyopo mjini Guangzhou, China. Jumla ya bilioni 300 za mtaji zimewekezwa na kampuni ya Azam Marine baina ya mwaka 2010 hadi 2025, kulingana na afisa mtendaji mkuu wa Azam Marine Abubakar Azizi. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Hali ya wananchi kujitokeza kwa wingi mkoani Singida kuchangia ujenzi wa miundombinu ya serikali kwa hali na mali wamechangia kwa kiasi kikubwa kukamilika kwa haraka miradi ya kimkakati ambayo imekuwa mkombozi kwa wananchi wa vijijini na mijini. Hayo yanajiri ikiwa ni siku ya 3 ya ziara ya katibu wa NEC, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenan Laban Kihongosi, alipotembelea shule ya msingi Sofia iliyopo kijiji cha Iguguno wilayani Mkalama, shule ambayo imefanyiwa ukarabati wa miundombinu ya madarasa 3, nyumba ya walimu, matundu ya vyoo kwa gharama ya shilingi milioni 243, huku wananchi wakichangia fedha milioni 3.5 pamoja na kusaidia nguvu kazi ikiwemo kubeba mawe na kuchimba msingi. Mradi ulivyokuja, wananchi pia walikuwa na mwamko wa kushiriki jambo hilo, kusema kwa jamani, kweli tumepata mradi huu, basi tushirikiane na viongozi wetu. Mshukuru Mama Samia, tunashukuru, pokea zawadi zetu za shukurani. Hata kwa maneno tu. Mungu akubariki sana, aendelee kukutunza. Tupa tafsiri nzuri. Tunajua kwamba serikali yetu imetujali na kutupa madarasa 3 pamoja na nyumba ya mwalimu tuwe nyumbani na vyoo na matundu ya vyoo 38. Ni imani yangu mmetoa mchango ambao utakumbukwa na taifa letu. Lakini watu wa Iguguno, kizazi kinachobaki ambacho ni hiki, kitakumbuka mema ambayo nyinyi mmeanzisha, kama ambavyo nyinyi mmerithi madarasa haya kutoka kwa wazee wenu. Sasa tuzidi kushirikiana na serikali katika shughuli za maendeleo na tuzidi kuhakikisha elimu inakuwa ni kipaumbele kwa wanafunzi wetu. Ikiwa katika zahanati ya Iguguno inayotarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu, ambayo ujenzi wake umegharimu shilingi milioni 250, amesema wananchi wanaposhiriki katika miradi ya maendeleo wanaifanya kuwa endelevu, kwani ujiona ni sehemu ya mradi huo. Kwa mujibu wa taarifa kwamba vifaa vyote vipo, kwamba itakapokamilika vifaa vinawekwa na kazi ya kwanza kutoa huduma inafanya nini? Inaanza mara moja. CCM oye! Jambo la 3, tumeambiwa kuna bakaa ya fedha milioni 28 zitumike vizuri kukamilisha kazi ya hapa. Fedha hizo zikitumika vizuri, hata serikali na sisi chama tutasema watu wa Mkalama wametutendea haki katika matumizi ya nini? Ya fedha za umma ambazo zimekuja hapa. Faida za mradi. Mradi ukikamilika utarahisisha upatikanaji wa huduma za afya. Wanufaika wa mradi na wananchi wote wa kata ya Iguguno, maeneo ya kata jirani za Kikonda, Kinyangiri, Tumuli, lakini pia kata jirani ya Msisi, Singida DC, Mbelekese, Giramba wapatao 61,251. Mimi ni Nelson Munema. Wafanyabiashara wa soko la nafaka la Tandale jijini Dar es Salaam wameeleza changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo sokoni hapo ambazo zimekuwa kikwazo katika biashara yao, ikiwemo umbali wa kituo cha daladala unaofanya wateja kushindwa kufika sokoni hapo kwa urahisi, hivyo kuiomba serikali kuwawekea kituo karibu na soko hilo. Mbali na kituo cha daladala, changamoto nyingine inayodaiwa kukwaza biashara ni hali ya ukame iliyotokea mwaka jana, ambayo uzalishaji wa nafaka kama vile mchele, mahindi na maharage umekuwa kidogo tofauti na miaka mingine.
Ni katika soko la Tandale, soko maarufu kwa uzoaji wa bidhaa za nafaka. Moja ya changamoto kubwa ambayo inalikabili soko hili ni kutokuwepo kwa kituo cha daladala cha kushusha na kupakia abiria, hali ambayo inafanya soko hili likose wateja wadogo na wale wakati kufika katika soko hili kwa ajili ya kununua bidhaa hizo za nafaka. Tunaathirika soko hili la Tandale kutokufika daladala kutokana na maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, kutoka Mbagara, Mbezi, kupita kwa daladala hapa. Kwa maana kama zikipita daladala, wateja wanakuja kupata mahitaji, wale wa kilo 1, kilo 2, kilo 3 na kuendelea. Wateja watafika hapa. Kama hakuna daladala itakuwa shida. Changamoto nyingine kubwa ambayo wafanyabiashara wa soko hili la Tandale wanakabiliana nalo ni pale ambapo nafaka zinazotoka katika mikoa mbalimbali zinapofika katika soko hili, eneo ambalo nafaka hizo zinashushwa na kwenda kuhifadhiwa, kuna umbali mrefu ambao inawalazimu makuli kutembea umbali mrefu kwenda kuhifadhi nafaka hizo kama wanavyozungumza. Sasa ukiangalia magari yanakosimamia na mzigo unakopelekwa ni vitu tofauti. Ni wastani wa mita labda 800 mpaka mita 1000. Mtu anatakiwa bebe gunia mpaka sehemu hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali ya mama yetu Samia angalau kuna eneo hapa watuwekee mlango. Lakini wafanyabiashara hao hawakuacha kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa uwekezaji wenye tija kwa wafanyabiashara wa nafaka. Kwa sababu wanufaika namba 1 wa miundombinu hii ni sisi ambao riziki zetu na shughuli zetu za kila siku zinapatikana katika soko la Tandale. Kwa kweli nishukuru hususan kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunampongeza sana kwa uwekezaji mkubwa aliowekeza katika soko letu. Mtazamaji, ikumbukwe kuwa soko hili la Tandale ni miongoni mwa masoko makuu yanayoongoza kwa uuzaji wa nafaka hapa jijini Dar es Salaam. Nikiripoti kutoka katika soko hili la Tandale, mimi ni Kisa Mwipiana wa Channel 10. Baadhi ya wananchi katika kata ya Mbezi Msumi jijini Dar es Salaam wamepongeza serikali kwa kuondolea adha ya muda mrefu ya barabara pamoja na ujenzi wa madaraja ambayo ilikuwa yakisababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi hasa nyakati za mvua. Wakizungumzia maendeleo ujenzi wa daraja pamoja na barabara unaendelea hivi sasa, wananchi hao wamesema adha ya muda mrefu hasa nyakati za mvua inakwenda kuisha baada ya ujenzi huo kukamilika. Tunashukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6. Kipindi cha mvua hapa palikuwa hawezi kutembea, hauwezi kupita. Lazima hapa bodaboda muhangaike, magari yalikuwa yapitiki. Ila kwa sasa hivi kwa nguvu yao yote ya serikali wamewekeza, mradi unaendelea uko vizuri. Lakini sasa hivi tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya mradi huu. Sisi kama wanamsumi tunasema asante, kwa sababu ilikuwa ni kero ambayo inasumbua watu. Upande wa kule Madale na upande wa huku Msumi tulikuwa tumetengana kabisa. Diwani wa kata ya Mbezi Msumi Lucas Nyantori amesema kukamilika kwa miundombinu hiyo ya barabara kutaleta mabadiliko makubwa katika kata hiyo. Mradi huu wa barabara hii ni mradi ambao ni kilomita 9.9 ambao unagharimu zaidi ya bilioni 19.5. Kwa hiyo kwa kasi ambayo tunaona imefanyika na mradi huu, kwa maelezo tuliopewa na mkandarasi, mradi huu umeshafanyika kwa zaidi ya 51%, lakini pia kwa muda ambao umetumika toka huu mradi umeanza ni 65%, ambapo sisi tunatarajia ndani ya mwezi wa 4 kuanzia kufikia tarehe 15 mradi huu umeshakamilika. Kweli kwa kipindi cha nyuma tulikuwa kwanza kwa sisi madereva tulikuwa tunapata tabu kutokana na changamoto za barabara zilikuwa haziko sawa. Ila sasa hivi tunamshukuru Mungu kwamba barabara sasa hivi iko sawa, na tunashukuru kwa sababu hii barabara inatengenezwa rami kwa sasa hivi. Tunaenjoy sana kwa jinsi kwa hali iliyokuwepo kwa sasa hivi. Lula Ali, Channel 10. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limetangaza nafasi za kujiunga na mafunzo ya kujitolea kwa vijana wa Tanzania bara na Zanzibar kwa mwaka huu wa 2026, huku likitahadharisha kuwa nafasi hizo haziuzwi, hivyo vijana, wazazi na walezi kutokubali kurubuniwa kwa namna yoyote ile kuzipata. Kauli ya JKT imetolewa kupitia wito wa kuwaita vijana kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa kujitolea mwaka 2026, ambayo usaili wake utaanza Januari 26 mwaka huu kwa mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani, ambapo watakaoteuliwa watatakiwa kuripoti kwenye makambi ya jeshi hilo kuanzia Februari 27
hadi Machi 4 mwaka huu. Mkuu wa tawi la utawala JKT Brigedia Jenerali Hassan Mabena akitoa taarifa kwa umma kuhusu wito huo wa mafunzo ya kujitolea, ameeleza kuwa mafunzo hayo yanawahusu vijana wote wa Kitanzania wenye elimu kuanzia ngazi ya msingi hadi vyuo vikuu na umri wa miaka 16 hadi 35 na kwamba watatakiwa kufanyiwa usaili kwenye mikoa waliopo. Nafasi hizi haziuzwi. Kwa hiyo pasiye pakatokea mtu yoyote akataka kutumia fursa hii sasa kusema kwamba anaweza akampatia Mtanzania yoyote nafasi ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuweza kutoa kiasi cha pesa. Amesisitiza kuwa Jeshi la Kujenga Taifa, kwa kutambua kuwa idadi kubwa ya vijana wanatumia mitandao ya kijamii, litatumia mafunzo hayo kutoa elimu ya uzalendo mtandaoni yatakayowawezesha vijana kutumia mitandao hiyo kwa tija, ikiwa ni miongoni mwa sababu za kuwaita vijana wenye taaluma za tehama. Vijana wengi wanatumia sana mitandao. Kwa hiyo Jeshi la Kujenga Taifa pia linatumia fursa hiyo hiyo kuja na uzalendo wa mitandaoni, kwa maana ya digital patriotism, kuhakikisha kwamba vijana hawa wanatumia vizuri mtandao. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, sifa na vifaa vinavyohitajika ili kujiunga na mafunzo hayo zinapatikana katika tovuti rasmi ya JKT. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mkuu wa msafara wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania Brigedia Jenerali Baganchwera Rutambuka amesema ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tanga kuelekea kanda ya kaskazini pamoja na kuunganishwa katika korido ya kati utachagiza maendeleo kwenye bandari ya Tanga kutokana na uwezo wake kuongezeka baada ya maboresho yaliyofanywa. Akizungumza wakati wa ziara yao katika bandari ya Tanga kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo ya wakufunzi, maafisa wanadhimu na washiriki wa kozi ya 14 ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi, Brigedia Jenerali Baganchwera Rutambuka ameeleza namna maboresho yalivyoongeza ufanisi wa bandari kwa shehena za mizigo, mapato pamoja na kuhudumia ushushaji wa mizigo kwenye meli kwa muda mfupi. Upanuzi wake umekuwa na matokeo makubwa, hasa upande wa mizigo kuongezeka, upande wa meli kuongezeka, upande wa meli kukaa kwa muda mfupi, na pia hata upande wa mapato ya jumla katika pato la taifa. Nasema hivyo kwa sababu gani? Hii ni bandari pekee inayohudumia mikoa ya kaskazini na kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya nchi jirani. Mkuu wa idara ya operation ya bandari ya Tanga, Gwakisa Mwaibuji, akabainisha mafanikio ya maboresho ya bandari ikiwa ni pamoja na ongezeko la meli wanazozihudumia. Sasa hivi tunahudumia meli 2 kwa wakati mmoja. Lakini wakati huo tulikuwa tunahudumia kilomita 1.7 kutoka hapa bandarini. Na ilikuwa sio meli zile kubwa, zilikuwa ni meli ndogo ndogo. Na kwa kweli tunashukuru na mwitikio mkubwa wa waleta meli, ambapo kwa mwaka 2025 tulihudumia takribani meli 392. Kutoka Tanga, Harai Kipingu, Channel 10. Serikali imesema uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanyika katika bandari ya Dar es Salaam umeanza kuleta matokeo chanya makubwa, ikiwemo kuongeza ufanisi wa utendaji kazi, kupunguza gharama za kiuchumi na kuimarisha ushindani wa bandari hiyo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Akizungumza baada ya kukagua na kujionea utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika bandari ya Dar es Salaam, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema kina cha bandari kimeongezwa hadi kufikia mita 15, hatua inayowezesha bandari hiyo kupokea meli kubwa na ndefu zaidi zenye urefu wa zaidi ya mita 300 na uwezo mkubwa wa kubeba mizigo. Mradi huu utaongeza ufanisi wa bandari na kuhudumia meli za mafuta na kupunguza gharama, lakini pia kurahisisha shughuli za upakuaji katika meli za mafuta. Tunao mradi mwingine katika bandari hii, nao ni mradi wa uboreshaji wa gati la Malindi. Mradi huu unahusisha usanifu na ujenzi wa gati lenye urefu wa mita 500. Tunataka tuanze kupokea meli ndefu zaidi ya hizo za mita 305. Kuhusu ushirikiano wa kimkakati, Msigwa amesema mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA iliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari na kampuni ya DP World pamoja na Adan,
hatua iliyochochea uwekezaji mkubwa na wa kisasa. Ameeleza kuwa tangu kuingia kwa mkataba huo, DP World imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 214.2, huku uwekezaji kutoka kampuni ya Adan umefikia zaidi ya shilingi bilioni 410.4 kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Kuongeza uwezo kadiri muda unavyokwenda. Na Watanzania msisahau, hii yote imeongezeka kutoka huko tulikotoka kabla mwaka 2020-2021. Tulikuwa kwenye tani chini ya milioni 20 kwa mwaka, lakini sasa tunafika tani milioni 27. Vile Msigwa amesema gharama za uendeshaji wa TPA zimeshuka kwa zaidi ya 57%, huku mapato yatokanayo na forodha yakifikia zaidi ya shilingi trilioni 12.3, hatua inayochangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza uchumi wa taifa sambamba na kustawisha ustawi wa kila Mtanzania, ambayo ndio lango letu kuu la uchumi kwa hapa Tanzania. Ndiyo yanatusaidia kuendesha serikali, kuhudumia wananchi. Hapa ndipo tunapata fedha za kujenga barabara, kuwapatia Watanzania maji, kununua dawa, kuwasambazia umeme. Sasa tunakwenda vitongojini na huduma nyingine mbalimbali. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwipiana wa Channel 10. Ujumbe wa washirika wa kozi ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC umeridhishwa na jitihada za serikali katika kuendeleza wananchi wake kupitia miradi ya maendeleo ambayo inachagiza ulinzi na usalama wa nchi. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa hospitali hiyo Sister Dr. Sara Deogratias, ambapo amesema lengo hasa la maadhimisho hayo yatakayofikia kilele chake tarehe 9 ya mwezi wa 7 ni kuenzi na kuendeleza mambo mazuri yaliyofanywa na hayati Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa, ambapo hospitali hiyo imehudumia zaidi ya watu milioni 3 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1986. Ukarabati wa majengo ya tangu 1986, kuongeza huduma mbalimbali ambapo kwa sasa kuna madaktari bingwa na huduma mbalimbali za kibingwa. Mfano madaktari bingwa watoto, wa kina mama, wa njia za mkojo, wa moyo, figo, mifupa, upasuaji mbalimbali, na pia wataalamu wenye ubingwa katika kuwahudumia watoto wenye ulemavu. Sambamba na hilo, Dr. Sara ametumia nafasi hiyo kueleza changamoto wanazokumbana nazo, huku baadhi ya watumishi wa hospitali hiyo wakizungumzia huduma bora zinazotolewa. Changamoto ambazo tumekuwa tukikutana nazo ni hasa kwa watu ambao walikuwa wakija kupata huduma za afya ambao hawana bima za afya. Wananchi ambao hawana bima za afya tumekuwa tukipata changamoto kwa sababu wengi unakuta hawana pesa ambao hawana bima za afya, so inakuwa changamoto sana katika kuwapa huduma. Lakini hata hivyo sisi tulionao ni makubwa na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na tunawashukuru pia na wadau wote pamoja na watumiaji wa huduma katika taasisi yetu kwamba wameendelea kutuamini na wameendelea pia kupata huduma zetu. Huduma nzuri kwa wagonjwa. Pia wametoa fomu ya kusaini ili kupata ushirika mzuri kwenye hospitali na kujiunga na community ya hapa. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, tunaomba radhi kwa taarifa hiyo ambayo ijaenda sambamba na taarifa ambayo nimekusomea na taarifa kamili, lakini taarifa hii ilikuwa inaelezea kuhusiana na katika kuadhimisha kipindi cha miaka 40 ya huduma kwa hospitali ya Kardinali Rugambwa iliyopo Ukonga jijini Dar es Salaam. Uongozi wa hospitali hiyo umeratibu harambee maalumu yenye lengo la kuchangia fedha zitakazowezesha kuboresha huduma ikiwemo jengo la mama na mtoto. Ndivyo taarifa ambavyo ilikuwa ikihusu. Naam, serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na wadau wa mazingira na maji imezindua rasmi zoezi endelevu la upandaji miti katika skimu ya umwagiliaji mapana. Lengo la jitihada hizo za pamoja ni kulinda vyanzo vya maji, kuzuia mmomonyoko wa udongo na kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa shughuli za kilimo. Akizindua zoezi hilo, mwakilishi mkuu wa wilaya ya Arumeru, afisa tarafa wa Mbuguni Deogratius Msuha amewakumbusha wananchi kuwa utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mmoja. Ameeleza kuwa kupanda miti pekee haitoshi bila kushirikiana katika kuitunza na kusimamia ili lete matokeo yaliyokusudiwa.
Kwa upande wake, mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Arusha William Simon amesema zoezi hilo limezingatia umuhimu wa mto Kikuletwa ambao ni mto pekee unaotegemewa na skimu nyingi za umwagiliaji katika eneo hilo. Naomba niwakumbushe kwamba jukumu la kuitunza hii miti ni yetu sote, kama hapa tulivyoitana kwamba tutaipanda wote, lakini pia lazima tukumbushane kwamba jukumu la kuitunza ni yetu sote. Kwa hiyo tuendelee kutoa elimu, leo isiwe mwisho. Viongozi tupo hapa wote kwa umoja wetu, tuendelee kuelimishana. Kwa hiyo ninalosisitiza, ndugu zanguni, wananchi wa Makiba na viunga vyetu hivi vinavyozunguka hapa, tuhakikishe kwamba tunaichukulia Kikuletwa kwa maana ya mto kama ni sehemu ya maisha yetu. Bila Kikuletwa maisha yetu hakika yatayumba. Kwa hiyo tuwe ni mabalozi wema kuhakikisha kwamba kingo za mto Kikuletwa zinahifadhiwa. Sisi kama wadau na hasa watu wa skimu ya Mapama tunaamini kupitia zoezi hili ambalo Tume ya Umwagiliaji imelibuni na kulianzisha kama jukumu rasmi, litatusaidia kutunza vyanzo vyetu, lakini pia tutapata maji ya uhakika. Bandari ya Ziwa Tanganyika zimeandika historia mpya ya ufanisi baada ya kuvuka lengo la kuhudumia shehena kwa asilimia 123 ndani ya kipindi cha miezi 6 kuanzia Julai hadi Disemba 2025, ambapo jumla ya tani 410,000 za shehena zilihudumiwa. Akizungumza kuhusu mafanikio hayo, meneja wa bandari za Ziwa Tanganyika Edward Mabula amesema lengo la kipindi hicho lilikuwa ni kuhudumia tani 335,000, lakini kutokana na maboresho ya miundombinu, kuimarika kwa mifumo ya uendeshaji wa bandari na ushirikiano mzuri kati ya mamlaka ya bandari na wadau wake, lengo hilo limevuka kwa kiwango kikubwa. Mabula ameeleza kuwa mafanikio hayo ni rekodi mpya ya ufanisi katika utoaji wa huduma za kibandari, yanayoonyesha dhamira ya bandari hizo katika kutoa huduma bora za haraka na zenye kuaminika kwa wateja wake ndani na nje ya nchi. Ameongeza kuwa ongezeko la shehena ni ishara ya kuimarika kwa imani ya wafanyabiashara na watumiaji wa bandari za Ziwa Tanganyika. Aidha, amesema kuwa kutokana na mwelekeo huo chanya, matarajio ya bandari za Ziwa Tanganyika ni kufikia na kuhudumia hadi tani milioni 1 za shehena kwa mwaka kupitia utekelezaji wa mipango endelevu ya kuboresha miundombinu, mifumo ya kisasa ya usimamizi na kuendelea kuimarisha ushirikiano na wadau wa sekta ya usafirishaji na biashara. TPA kwa nafasi yake kupitia Wizara ya Uchukuzi, kupitia serikali tayari ilishawekeza zaidi ya bilioni 100 katika ukanda huu tangu 2018 ili tuweke mazingira wezeshi ya kufanya biashara katika ukanda huu. Mzigo ambao sasa tunahudumia ni rekodi ya eneo hili. Tulikuwa na lengo la kuhudumia tani 335,000 kwa mwaka. Na taarifa hiyo inahitimisha katika upande wa habari za kitaifa, na sasa karibu tupate utondoti wa habari za kimataifa. Tunaambiwa viongozi wa EU wamekutana leo kwenye jukwaa la kimataifa la kiuchumi mjini Davos, Uswizi, wakati kukiwa na mkanganyiko mkubwa baina yao na mshirika wao wa kijadi Marekani. Tayari wajumbe wa Marekani walishawasili mapema kwenye jukwaa hilo la ngazi za juu kuitetea ajenda hiyo ambayo imeutikisa mfumo wa kiulimwengu unaoungwa mkono na jukwaa la uchumi duniani WEF. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron walihutubia jukwaa hilo leo sambamba na makamu waziri mkuu wa China He Rifeng na waziri mkuu wa Canada Mark Carney, ambao nchi zao pia zina mzozo mkubwa na Trump. Trump mwenyewe atapanda jukwani kesho Jumatano na atashiriki matukio mengine siku ya Alhamisi. Tayari Ulaya imetangaza kuzingatia hatua za kulipiza kisasi endapo Trump atatekeleza kitisho chake cha kuziwekea vikwazo vya ushuru, huku waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent akionya kuwa kisasi hicho hakitakuwa jambo la busara. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, katika upande wa lugha alama ni Tito Makombe. Baki na sisi.
Na mtazamaji, asante kwa kutuamini na kuendelea kutazama habari kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Na sasa ni habari za biashara na uchumi. Karibu. Na shukrani sana Emmanuel Mwakapotela. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Kisa Moipiana. Karibu. Wachuuzi wa samaki katika soko la kimataifa la samaki Feri jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuingilia kati suala la kupanda kwa bei ya samaki ikiwemo dagaa kutoka shilingi 50,000 kwa ndoo ya lita 20 hadi kufikia wastani wa shilingi 1,500,000. Mwanahabari wetu Lulu Ali yuko hapa kwa ajili ya kutupa undani wa hii taarifa. Kamera ya Channel 10 imefika sokoni hapa ili kufahamu hali ya upatikanaji wa samaki na bei yake, kama ambavyo mazingira yanaonyesha meza nyingi zipo wazi na kina mama wengi ambao ni wachuuzi wakisubiri kitoweo hicho. Hali ya samaki sasa hivi imezidi bei, tunaumia wananchi. Tukienda samaki wenyewe tunanunua bei mbaya kupita kiasi. Hao wenye makapo wanatumiza sisi. Umenielewa? Wanatupandishia bei. Kwa sababu unaambiwa 120,000, wenyewe wanaambia 140,000. Au 145,000 au 50,000. Kwa upande wao, wavuvi wamedai kuwa mabadiliko ya hali ya hewa ndio chanzo cha kuadimika kwa samaki na dagaa katika ukanda wa bahari ya Hindi. Sasa hivi samaki ambao wanapatikana ni kama jodari, dagaa mchele kidogo ameshuka, kwa sababu mwanzo walikuwa mpaka 210,000, sasa hivi imeshuka 140,000, 130,000. Kipindi cha upepo samaki walikuwa wanapatikana kwa wingi kiasi. Changu, chewa na kalamamba, mbiliwili na janja. Kwa sasa hivi wamepungua. Wakati wachuuzi kilalamikia changamoto hiyo, uongozi wa soko kupitia afisa uvuvi halmashauri jiji la Dar es Salaam, kituo cha soko la kimataifa Feri Livinus Bitumbe, amebainisha hali ilivyo kwa sasa kuhusu kupanda kwa bei ya samaki. Samaki sasa hivi wanaingia, lakini ni taratibu, si kwa wingi ule. Kwa hiyo bei yake bado iko juu, lakini ukilinganisha na wiki 3 zilizopita, hii bei ina uafadhali mkubwa. Lulu Ali, Channel 10. Na shukrani sana Lulu Ali kwa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Gowele amevitaka vyama vya ushirika wilayani humo kuanzisha umoja wa SACCOS zitakazowasaidia kuepukana na riba kubwa kutoka katika taasisi zingine za kifedha ambazo zimekuwa zikitoa mikopo inayolenga kuumiza vyama hivyo. Musa Makali anatupa taarifa kamili kutoka mkoani Mara. Mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Gowele akizindua mafunzo haya amesema teknolojia ya habari itasaidia kwa kiasi kikubwa katika vyama hivi ili kuhakikisha vinaepukana na hoja za mkaguzi. Pamoja na mambo mengine, amesema vyama vya ushirika kama vitaanzisha SACCOS yenyewe vitasaidia kwa kiasi kikubwa kuondokana na utegemezi wa kifedha katika taasisi za fedha ambayo imekuwa na masharti magumu ambayo yamekuwa yakisababisha vyama vingi kushindwa kujiendeleza. Ili ya kuimarisha uhifadhi wa kumbukumbu za vyama, hivyo kupelekea kuondoa hati zenye mashaka na hati chafu za ukaguzi katika vyama vya ushirika. Hapa ni muhimu sana. Hapa tunazungumzia teknolojia, na teknolojia ikikuacha nyuma, maanake unaenda kupotea kwa ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo niwaombe sana, tuna uhifadhi wa nyaraka, tutoke kwenye ule uhifadhi wa zamani. Viongozi wa vyama hivi vya msingi wanapongeza mafunzo haya kwani yatasaidia kuendesha vyama hivi kisasa. Tumeendelea kupata mafunzo ambayo yatatusaidia kuboresha kilimo ambacho ni cha kisasa. Endelea kutoa ushirikiano na kuhakikisha kwamba mafunzo haya yanawafikia bodi kwa ajili ya kutambua majukumu yao. Fedha ikiwepo, kisha onekana tayari kuna urasimu kwenye fedha, kwa mwisho wa siku chama kile kinakufa. Tutatekeleza maagizo yote ambayo umeweza kuyatoa, na sisi kama chama kikuu tutayasimamia. Kutoka hapo wilayani Tarime mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Asante Musa Makali kwa taarifa hiyo. Na wawekezaji wa ndani nchini wametakiwa kuendelea kutumia fursa za uwekezaji zilizopo kwa kusajili miradi yao Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi TISEZA, hatua itakayowawezesha kupata msamaha wa kodi ili kukuza miradi yao. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum ya Kiuchumi Tanzania TISEZA, Balozi Dr. Azizi Mlima
ametoa rai hiyo kwa wawekezaji mkoani Geita, ikiwa ni utekelezaji wa kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji uwekezaji wa ndani na ambao ni sehemu ya utekelezaji wa vitendo wa mpango wa taifa wa maendeleo kwa miaka 5. Amesema Tanzania imefanikiwa kusajili jumla ya miradi 1828 ya uwekezaji yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 20.31 sawa na shilingi trilioni 50.37 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2024 hadi 25. Tunataka mjitokeze kwa wingi kuweza kupata taarifa sahihi, fursa zilizopo ndani ya TISEZA, misamaha ya kikodi iliyopo, misamaha isiyokuwa ya kikodi na kiasi gani TISEZA imeweza kuwawezesha. Baadhi ya vitu tulikuwa tunanunua kwa bei kubwa, lakini baada ya kuja kugundua na kupata hiyo elimu, basi tumekwenda kufanya mambo makubwa kama mnavyoona. Serikali ina msaada mkubwa sana kusema la ukweli. Manake bila yao sisi tusingevipata hivi vitu Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Geita Martini Shigela amesema kampeni hiyo itakwenda kuwaamsha wawekezaji wa ndani kujisajili TISEZA, kwani kumekuwa na unafuu mkubwa kwa wawekezaji waliojisajili. Ziara hii inakwenda si tu kwa maana ya kuwatembelea wale ambao wameshafaidika, lakini pia kuhamasisha na kuwapa maarifa kwamba jambo hili linawezekana. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Na shukrani sana Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo kutoka Geita. Mtazamaji, tuhitimishe habari za biashara na uchumi kwa kuangalia viwango vya fedha za kigeni. Hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Namna huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Mimi ni Kisa Mwipiana, turejee studio namba 1 kwake Emmanuel Mwakapotela ili tuweze kuendelea na taarifa yetu ya habari. Hii ni Channel 10, kilicho bora kabisa. Na asante sana Kisa Mwaipiana kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, muda mfupi ujao atakuja hapa mwana michezo Witness Ngalawa maarufu Winga Teleza kudundadunda katika upande wa habari za michezo na burudani. Endelea kwa nasi. Naam, asante Emmanuel Mwakapotela kunipa kijiti kwenda kuangaza kunani katika anga la michezo kitaifa pamoja na kimataifa. Wako dimbani ni mimi Winga Teleza Witness Ngalawa ambaye nitakuletea mkusanyiko wa yale ambayo yamejiri hii leo viwanjani, lakini siko peke yangu, nipo na mkalimani wa lugha alama Tito Makombe. Karibu. Kitaifa kubwa ni kuhusiana na ofisi ya msajili wa Baraza la Michezo nchini imeendesha semina kwa wadau wa michezo nchini ambayo ilikuwa mahususi kwa ajili ya kukusanya maoni juu ya maboresho ya sheria na kanuni za Baraza la Michezo ili kwenda kasi na mabadiliko makubwa ya sekta ya michezo duniani. Zaidi na mwanamchezo wetu Juma Muhammad. Akizungumza mara baada ya kumalizika kwa semina hiyo iliyoendeshwa na ofisi ya msajili wa BMT, mjumbe wa kamati ya marekebisho ya sheria Leonard Tadeo amesema kuwa ili kwenda na kasi na mabadiliko ya kiwanda cha michezo duniani, kwa sasa ni wasaa mwafaka kwa kufanya mabadiliko katika sheria mbalimbali ambazo zimekuwa zikiendesha michezo hapa nchini, na moja kati ya sheria ambazo zimefanyiwa marekebisho ni kuanzishwa kwa chombo cha usuluhishi wa michezo hapa nchini. Lengo ni kulifanya baraza liweze kufanya kazi kulingana na mazingira ya sasa, kwa sababu ukiangalia sheria hii ni ya mwaka 1967 na marekebisho ya 71. Imekuwepo gepu la namna ya mtu kutafuta haki yake, anapataje haki. Kwa hiyo kilichofanyika ni kujaribu kuweka mekanizmu ambayo itawawezesha watu kujaribu kutafuta haki katika vyombo ambavyo viko huru zaidi
na hivi inaweza vikaanzia kwenye vyama vyenyewe, lakini kama ambavyo umeona kile ni chombo cha kitaifa ambacho kitakuwa huru, hakiingiliwi na mtu yoyote, na lengo ni pia ni kuepusha yale manunguniko ya kila wakati, serikali inaingilia vyama vyetu, utekelezaji wa vyama, serikali inaingilia. Hapana, ili vyama hivi viweze kufanya shughuli zake kwa mujibu wa katiba zao, lakini kwa uhuru na wawe na namna ya kutafuta haki. Michezo kwa ujumla kila kukicha ni eneo ambalo linakuwa kwa kasi, na kama ambavyo tumesikia hapa linatoka katika ile hali ya kuburudika tu, na sasa hivi linakwenda kwenye kuwa ni ajira rasmi, kwa maana linakwenda kuwa professional. Na ukiangalia sheria zetu kama ambavyo tumeona hapa, nyingi zilikuwa hazitambui katika eneo hilo. Sasa hivi dunia imebadilika na michezo ni sayansi na michezo ni ajira kubwa sana, na inahitaji maboresho ili iweze kuendana na mabadiliko ya kidunia na kuweza kuwa na ushindani. Kwa ujumla, mabadiliko haya ni chanya, na tunashukuru kwamba wameweza kutambua kwamba kuna mapungufu wa kadha katika sheria hii, na mpaka pale inapokuja kwamba wanataka kuona kwamba mabadiliko haya ni inevitable kufanyika. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamedi, Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamedi kwa taarifa hiyo. Kwingineko, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amekutana na kufanya mazungumzo na rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Gianni Infantino katika ofisi za FIFA zilizopo jijini Rabat nchini Morocco. Kenny Malila ametuandalia taarifa ifuatayo. Katika mazungumzo hayo, Makonda amemshukuru Infantino kwa ushirikiano mkubwa anaoutoa kwa Tanzania katika maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu, na amemhakikishia kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali anayoiongoza inaunga mkono jitihada hizo na ipo tayari kushirikiana na FIFA. Makonda amemweleza Infantino kuwa Tanzania inazo fursa nyingi za kuchangia katika maendeleo ya mpira wa miguu, vikiwemo vipaji vya vijana wengi, maeneo ya kujenga miundombinu ya michezo na utashi wa kisiasa, na kwamba FIFA inakaribishwa kushirikiana na serikali katika uwekezaji huo. Jipanga kuinua michezo nchini Tanzania na kuiweka taifa letu kwenye ramani ya dunia, na kuhakikisha kwamba vijana wenye vipaji kutoka kwenye maeneo yote ya taifa letu vinapata nafasi ya kujulikana na kutengeneza pesa kutoka kwenye vipaji vyao. Lakini pia tumeongea mambo mengi, tumemwonyesha namna ambavyo viko viwanja vivijengwa na baba wa taifa, kajengwa na mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, ambao pia tunahitaji namna ya kuviuisha, maana kuviweka kwenye viwango vya kimataifa kwa standards za CAF na za FIFA. Lakini pia tumemwonyesha namna ambavyo vituo vyetu vya Tanga, Dar es Salaam pale Kigamboni na kule Malia tunavyoendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunatengeneza academy za kutosha kwa ajili ya kuinua mpira wetu. Kwa kweli tumejadili mambo mengi, na furaha nionayo ndugu wa Tanzania ni kwamba rais wa FIFA duniani Infantino anaipenda Tanzania na anatambua taifa letu na vijana wenye vipaji, na yuko tayari kushirikiana na nchi yetu, hasa kuanzia sasa tunavyoenda kuandaa maandalizi ya AFCON. Tumejadiliana na amekubali atatusaidia kutupa technical team ya kutusaidia Tanzania kuandaa mashindano ya AFCON katika viwango vya kidunia. Kenny Malila. Asante Kenny Malila. Wahitimu wa chuo cha maendeleo ya michezo nchini wameaswa kwenda kuitumikia nchi katika kukuza na kuendeleza sekta ya michezo kupitia taaluma hiyo walioipata, kwani kwa sasa sekta hiyo inahitaji wataalamu waliopata elimu iliyo bora. Wito huo umetolewa naibu katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Metusela Ntonda, wakati alipokuwa mgeni rasmi kwa niaba ya Waziri Paul Makonda katika mahafali ya 14 ya chuo hicho kilichopo jijini Mwanza, ambapo amewataka kwenda kuwa mabalozi wazuri na kwenda kuikuza sekta hiyo kupitia taaluma yao. Endeleeni kujifunza, kama ambavyo wanasema kwamba elimu haina mwisho, lakini pia katika maisha lazima tuendelee kujifunza kila kukicha. Kwa hiyo endeleeni kujifunza maisha yenu yote. Endeleeni kufuatilia mabadiliko ya sayansi ya michezo, usimamizi na hasa teknolojia. Lakini pili, rudisheni fadhila kwa taifa ambalo limewapa elimu bora
kwa kuwalea, limewapa elimu bora kwa kuwalea vijana mkiwa vijana chipukizi ili kusaidia jamii zenu na kuendelea kushirikiana na chuo. Siondoke mkiwa mmeacha chuo, endeleeni kushirikiana na chuo katika mambo mbalimbali ya kukuza na kuendeleza taaluma hii ya michezo kama ambavyo nyie mmepata. Nikodemu Arajiga, Channel 10 Michezo. Asante Nikodemu Arajiga. Kutoka visiwani Zanzibar, kamati ya mashindano ZFF ambayo imepewa jukumu la kusimamia kombe la shirikisho imefungia timu kutoshiriki mashindano ya kombe la shirikisho kwa muda wa misimu mitatu baada ya kubainika kufanya vitendo vya upangaji wa matokeo. Katika vitendo hivyo, baadhi ya wachezaji walijifunga makusudi tu ili mradi baadhi ya timu zipate kushinda. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu wa kamati ya mashindano ya ZFF Ali Bakari kwanza anaelezea baadhi ya vitendo vya utovu wa nidhamu vilivyofanywa na wachezaji na baadhi ya viongozi wa timu hizo nne. Baadhi ya vitendo ambavyo vimebainishwa katika ripoti ambazo zimetumwa ofisini na maelezo ya ziada na baadhi kuwepo viwanjani ni pamoja na baadhi ya wachezaji wa timu kuamua kujifunga wenyewe kwa madai ya kuwepo mchezo wa ubashiri mitandaoni, kususia mchezo na kuonyesha dharau za wazi kwa waamuzi, wasimamizi, mashabiki na wadau wengine wote wa mpira wa miguu, wakiwemo waandishi wa habari waliokuwa wakifika uwanjani kushuhudia michezo hiyo. Kitendo hichi kimeonyesha uwepo mkubwa wa utovu wa nidhamu na kashfa na kusababisha taharuki kwa ZFF na wadau wake wote wa michezo, hasa wale wa mpira wa miguu, ambapo kamati ya mashindano haikubaliani navyo na inalani kwa nguvu zake zote, na ndio maana tumekuja na tamko ambalo tutalitaja ndani yenu au muda mfupi ili muone ni jinsi gani kamati ya mashindano tumekwazika na swala hili. Kufuatia hali hiyo, kamati ya mashindano ya ZFF ikatoa taarifa rasmi ya kuzifungia timu hizo. Kamati ya mashindano inazifungia timu 4: Taifa ya Jang'ombe, Mwakaje Star, Jobless na Good Hope kutoshiriki ZFF FA Cup kwa misimu mitatu ya ligi hapa Zanzibar, 26-27, 27-28 na 28-29. Tukio hayo yanatajwa kutokea wakati wa michezo ya hatua ya 32 bora. Juma Kasim, Channel 10 Zanzibar. Asante mwana michezo wetu Juma Kasim kutoka visiwani Zanzibar. Na taarifa hiyo ndio inaniwekea utuo katika upande wa viwanjani kitaifa, na sasa tuangaze kunani katika anga la michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa. Ligi ya mabingwa Ulaya inarejea leo, huku michezo 9 ikipangwa kuchezwa katika viwanja tofauti barani Ulaya kukamilisha mzunguko wa 7. Kwa mujibu wa ratiba ya leo, michezo inayotarajiwa kuchezwa ni pamoja na Kairat Almat watakuwa nyumbani Kazakhstan dhidi ya Club Brugge ya nchini Ubelgiji. Bodo Glimt ya Norway watawaalika Manchester City ya Uingereza. FC Copenhagen ya Denmark watavaana na mabingwa wa Italia Napoli. Mchezo mkubwa zaidi utakuwa pale Giuseppe Meazza nchini Italia, ambapo Inter Milan watakuwa na kibarua kizito dhidi ya vinara wa ligi ya Uingereza Arsenal the Gunners. Olympiacos kutoka nchini Ugiriki watacheza dhidi ya mabingwa wa zamani wa Ujerumani Bayer 04 Leverkusen. Mabingwa mara 15 wa Ulaya Real Madrid watawakaribisha matajiri wa Ufaransa AS Monaco. Sporting Lisbon ya Ureno itaumana na mabingwa watetezi PSG, huku mabingwa wa Europa Tottenham Hotspur watavaana na Borussia Dortmund pale jijini London. Villarreal watakuwa pale Estadio de Ceramica nchini Hispania kuvaana na mabingwa wa zamani wa Ulaya Ajax Amsterdam kutoka nchini Uholanzi. Michezo hiyo itachezwa nyakati tofauti kuanzia saa 12 mpaka saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kenny Malila, Channel 10 Michezo kimataifa. Asante msimulizi wetu Kenny Malila kutupa ratiba ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, na ndivyo ambavyo winga teleza Witness Ngalawa. Sina la ziada upande wa dawati la michezo na burudani. Baada ya utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, Emmanuel Mwaka Potela atakuja kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja
na mkoa wa Rukwa maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Na mtazamaji, taarifa ya utabiri wa hali ya hewa ndivyo ambavyo kutuhitimishia taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima kwa siku ya leo. Shukrani kwa msomaji wa habari za biashara na uchumi Kisa Mwaipiana, michezo na burudani Witness Ngalawa maarufu Winga Teleza, lugha ya alama Tito Makombe, katika upande wa kupiga picha na kuchanganya picha Kim Geoffrey Magawa, graphics ni Garvas Patrick, sauti Niko Arajiga, mrusha matangazo ni Pauline Mvungi. Mtazamaji, twende pamoja. Leo utakuwa na Dr. Nkundwe Mwasaga ambaye ni mkurugenzi mkuu kwenye mkurugenzi mkuu tume ya TEHAMA, na watakwenda kuzungumzia malengo ya serikali katika kufikia uchumi wa kidigitali. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, nikutakia usiku mwema na kwaheri.